EMG pamoja daima. Asanteni sana kwa ukaribisho wa Mwanza. Nimekuja salama, naondoka salama. Nimeona kazi nzuri ninazozifanya ni nyingi, chache tu nitazisema. Kwa mfano pale kwa mkuu wa mkoa ambapo jana alitukaribisha, nimefurahi sana yale mambo niliyoyakuta pale yanayohusiana na zoezi zima la ufanyaji ukaguzi wa dawa katika mkoa wa Mwanza. Hili mmelifanya jema sana. Dawa zinakaguliwa na wezi wanashikwa na hatua zinachukuliwa kwenye maeneo mengi na pesa ya serikali inaokolewa. Naomba niwapigie makofi. Lakini katika hili tusiishie hapo. Maana mtu akishakuwa mwizi anakupa kazi ya kuchunga uizi wake ili umpate, ili upate kazi ya kwenda naye mahakamani, si ndio? Alafu akishatoka mahakamani akahukumiwa aje kurudisha pesa au vinginevyo, alafu unaendelea kukaa naye, kazi hapo hujaimaliza. Maana mwizi ni mwizi. Uwezo ukaingia kwenye roho ya mtu ambaye ni mwizi jambazi, wewe ukaanza kwenda kumtengeneza asiwe mwizi. Yule anatakiwa aendelee kuchukuliwa hatua za mwajiri. Jana nimeongea na wanasheria, wanasema maamuzi ya mahakama hayaingilii maamuzi ya mwajiri. Sawa? Wengi wanaodokoa hizi dawa pia ni wanataaluma mbalimbali. Kuna wauguzi, kuna madaktari na kuna wafamasia. Wana mabaraza ya kitaaluma. Kesi inatakiwa iendelee kule. Kashakosa uadilifu. Sawa? Hawa watu wana vyama vyao vya kitaaluma, wanaaibisha vyama vya kitaaluma. Mimi nilishaanza kukaa kule wizarani na mabodi yote ya kitaaluma na vyama vya kitaaluma. Sawa? Pamoja na mabaraza ya kitaaluma. Tumeelewana. Ukilitengeneza huko kwa kimbilia mahakamani, ukamaliza, ukirudi huku unakutana na mwajiri. Ukitoka kwa mwajiri unakutana na baraza. Ukitoka kwa baraza unakutana na bodi, unakutana na chama. Tusiachiane hizi kazi. Ndio maana sasa nikasema Mwanza mmefanya kazi nzuri sana. Lakini mlipokuwa mnaifanya hiyo kazi, mkumbuke tulikuwa tunaweka hela za mafuta na posho ili mkazifanye hizo kazi. Mumeenda mmemkamata mtu kabisa na vidhibiti, amerudisha zile dawa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Alafu kwenye roho yake unaingiaje kwenda kumrejesha? Kule mtaani kuna watu ambao kila saa wanasema hatuna kazi. Sisi tumesoma, tunataka tuajiriwe, tufanye kazi kwa uaminifu wote. Lakini humu ndani tuna watu wamepewa kazi, si ndio? Wanakuwa wanapata mshahara, alafu wanageuka majizi. Ukiwaambia tengenezeni miradi ya kimkakati ili mpate kupunguza gharama za uendeshaji taasisi zenu, ili ile hela mnaoleta na serikali nyingine ilipe hizo posho zenu, hawataki. Yaani miradi ya kimkakati hawabuni, alafu wanadokoa. Alafu tunafanya kazi ya kuwafuatilia, tuwasindikize mahakamani kila siku, tuache kazi za maana. Alafu hukumu itoke, arudi tena tumkaribishe kwenye taasisi zetu. Alafu tena tuendelee kumvizia. Si ajabu na mbinu wameshaziboresha. Na mshahara atudai na ameshakosa sifa za kuwa mtumishi wa umma. Jamani waajiri, msikwepe jukumu lenu. Mnatengeneza vikosi vya watu wahuni, majambazi. Alafu tunawalipia mishahara. Alafu tunasema si mahakama imemwachia huru. Wewe unalionaje hili swala eti mkurugenzi? Wewe unalionaje? Aliko sawa. Asa aliko sawa, hebu niweke sawa sawa. Wewe si ndo ara. Sina napiga vibao tu. Kama mtu ameshakuwa jambazi, mwambie wewe kwa mamlaka ndio nayo na sheria na kanuni na vifungu vyote vinaliruhusu. Kaa pembeni. Taratibu zimefuatwa. Cheki namba turudishie. Tukawaajiri watu wengine kwa unaopiga magoti wakitafuta hiyo kazi ambayo wewe umepewa, huitendei haki. Kwa maana hiyo naagiza kule Ukerewe nimetoka pia. Kuna wale majambazi kikosi kabisa kilikaa pale, kikapiga milioni 203, kikapelekwa mahakamani. Mahakama ikahukumu kwamba hawa warudishe hela. Wamepiga milioni 203, alafu wanarudisha milioni 100. Sasa sijui hesabu gani zilitumika huko, mimi siwezi kuingilia muhimili wa mahakama, si ndio? Kwa hiyo ile 103 tutajua tutakapoipata. Lakini kuwafuatilia mahakamani mlitumia gharama, mkaacha kazi za umma. Alafu wakarudi mkaenda kuambia madiwani hawa wameshamaliza kesi, waendelee hapa. Matokeo yake nimeenda jana Ukerewe kwenye store yao dawa, majanga. Unayajua majanga? Majanga unajui? Nenda Ukerewe utakuta. Hawaelewi. Wanagonjwa wanaambiwa hakuna paracetamol. Paracetamol zimejaa store hivi. Tarehe 29 Disemba paracetamol ziko pack of 100, yani pack ya 100 ziko box 130. Lakini kule wagonjwa hawapati paracetamol. Ina maana zile zinapigwa kimtindo pale zikaekae.
ili zipige kona kusikojulikana. Na wauliza, kwa nini sawa wagonjwa walikosa dawa? Dawa zilikuwepo. Kwa hiyo nani hapa ambaye ni muongo? Muongo DC, muongo mgonjwa. Maana mgonjwa alikuja hapa mkasema hamna dawa. Nionyeshe basi dawa ulizozitoa kutoka tarehe 29 mpaka leo kama zinafikia hiyo idadi ambayo unaniambia wewe ulizipokea boksi 7, sijui kule ziko ngapi. Anasema sijui kuingia kwenye kompyuta. Sasa hujui kuingia kwenye kompyuta, wewe ndio unatumia kompyuta kila siku hapa. Nipe basi maombi uliyoomba kati ya tarehe 29 mpaka leo kuhusu dawa stock. Alisahau kuandika. Yaani anaanza kukwambia hivi, nilitoa hizo dawa, lakini kompyuta hii sijui kuitumia kuhesabu nilizotoa, lakini maombi yale store nimesahau kuandika, lakini hapa niliandika sijasaini. Kile kikosi kikasambaratishwa. Sawa mheshimiwa. Mkishindwa kusambaratisha, basi tutakuja kuwasambaratisheni nyinyi, maana ni mkoa wenu na halmashauri yenu. Hayo yanatokea, hayahitaji. Kwa hiyo hii ni kwa watu wote. Msiishie kufanya medicine audit na kurudishiana pesa. Hiyo hela sawa sana hasara, kwa sababu kuifanya medicine audit ya milioni 203 uliweka hela kibao, alafu ukarudishiwa milioni 100, tukichukua na zile zilizoingia kwenye mtaka, si sawa sana sufuri. Muende mkawatafute wote. Sheria za mwajiri zinajulikana, sheria za mabaraza zinajulikana, sheria za bodi zinajulikana. Usikosee utaratibu, tenda haki, haki iwe nyeupe. Kama hili karatasi, mtu aondoke kwa amani, hata akinungunika apige magoti alie, halita kupata jambo baya, kwa sababu hilo lifanya ni haki. Naongea uongo kweli? Kweli. Sasa kwa nini unaniachia mimi mpaka je niseme? Hamna ujasiri au? Yaani unataka kufanya kitu unaanza kuwaza, sijui ataniloga. Hamnaga hata wachai nyadisi tu. Nimeagiza mwaka juzi, nilikuwa Mwanza huku, mfunge hata kompyuta moja kwa mwezi. Wakasema tu kwa nini anaongea bwana, wakaondoka. Nimekuja. Tena nimekuja vibaya. Naenda kumchukua PST. Namwambia kila mkurugenzi wa mshauri akija hapa kuomba hela, muulize kafunga tayama ngapi. Hawa wana uwezo wa kupata hela zinavuja huko, lakini hawataki kuwekeza vitendea kazi vya kukamata hii pesa. Hawa wasiofaa sio watumishi wa afya, ni hawa wakurugenzi wako. Yaani nakwenda kuuza kesi huko. Alafu nakaa pembeni natazama mnapopiga. Haiwezekani. Hayo mambo mmefanya vizuri, songeni mbele, hivyo vituo visivyofanya kazi vifanye na vingine vifungwe. Lakini tunahimiza ushirikiano wa kurugenzi ziko kadhaa hapa. Zina mapato mbalimbali, si ndio Unajua mimi wanajiuliza nchini nashindwa kuelewa. Nyinyi mmeshawahi kusikia Global Fund? Maana hapa aliniletea taarifa RMO. Global Fund. Nikamwambia Global Fund mfuko wa dunia wa pesa ambazo sisi tunapewa, tunatusaidia kwenye TB, kwenye ukimwi, kwenye malaria. Sijui umeelewa? Lile fuko limechangiwa na nchi nyingi. Sio nchi moja. Sijui unanielewa? Mshaikuisikia Basket Fund? Ni fuko ambalo watu wamechangia wengi ni nje ya nchi, wakaona umuhimu wa kuunganisha nguvu nchi na nchi, taasisi na taasisi, ili wasaidie Afrika. Alafu sisi tunasema tuleteeni, mbona hazijaja? Uliza basi kwenye mkoa wa Mwanza au mkoa mwingine. Kuna kurugenzi unakuta ziko 6. Nyinyi mnazo ngapi? Mnazo 8. Wakuu wa wilaya 7. Sijui umeelewa Hivi kinachowashinda nyinyi kuanzisha fundraising yenu ikafanana na hiyo Global Fund na Basket Fund, mkatengeneza na mwongozo, mka-address mambo ambayo ni ya kimkoa yanawasaidia wote, kwamba hapa Seketure tunao famasia 9. Hata tukiuliza wanafanya kazi gani haieleweki. Twende tuchange Basket Fund yetu. Sasa ito global. Labda tuigeuze Mwanza iwe ni dunia, alafu tuseme global. Badilisha tu vitu. Alafu mimi mkurugenzi wa pale mapato yangu hivi nitaachia kiasi fulani, na mimi kiasi fulani. Tengeneza kiwanda hapa, hao wafamasia wote waende pale. Mambo ya kununua infusion hizi maji haya tunatumiaga shilingi ngapi kwa mwaka mkoa wa Mwanza? RMO anapiga hesabu, analeta. Anasema sisi kwa umoja wetu tumeanzisha mfuko wa pamoja kama wa Basket Fund, tumeanzisha mfuko wa pamoja kama wa Global Fund. Kama dunia inakusanyika kule kutusaidia sisi, na sisi tunakusanyika Mwanza kujisaidia wenyewe, tunashusha kiwanda pale. Baada ya miezi 6 hatutaki mambo ya infusion kununua, ili MSD idili na mambo makubwa. Hivi nyinyi mnashindwa, afu tumbi inaweza? Tabasamu, sheka, beza. Usijipange kunidanganya. Nitakuumbua hadharani. Na dawa ya muongo, maana muongo ni rafiki yake shetani. Shetani ndio baba wa uongo. Yaani unaingia mkataba na shetani. Mimi nataka kupeleka huko, uenda kule unaniwanya, unanidanganya unipeleke kule. Mimi nakutangulia njia zote mbili. Alafu tunakutana kuanzia safari. Alafu tunaanza kuachana vibaya. Kwa hiyo watumishi wa umma, naomba mseme ukweli. Madhaifu ambayo mnayo saa nyingine ndivyo hivyo mlivyozoeshwa.
Tunataka tubadilike. Hasa wewe usianze kutetea mazoea kwa kudhani kwamba nikisema hivi nitaonekana mimi ndio mkosefu namba moja. Wako wengi walishakosea sana. Tuko kwenye wakati wa kubadilika. Sisi tutakupima kwa kasi yako ya mabadiliko. Kwa hiyo wale wanaenda kufanywa audit ya dawa, shaacha maelezo kwa RMO, na hizo taratibu zote za utumishi na baraza, bodi na vyama vyao zifuatwe. Tusafishe watu ambao wameshafunga mkataba na Ibilisi. Tubaki na watu ambao wamesema taifa ni la kwetu. Tukitaka kufika miaka 90 lazima tuwe na uadilifu. Kwa hiyo swala la uadilifu ni ajenda ya kitaifa ambayo inatufaa wote sisi kwa wakati wa sasa na wakati wa uzee wetu na wakati wa watoto wetu tunaowazaa, wakute watu walio waadilifu. Vinginevyo zaeni sana mkaongezeke mkaijaze nchi, itakuwa tuongezee mistari. Iwe zaeni sana mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha kwa uwepo wa watu wasio waadilifu na wahovyo, ili mfe mapema muende kwa Mungu. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Yatakuwa makao mabaya tu, maana wanaokufa huko ndio wanaenda kule. Tuonane paradiso. Wapi? Tukutana na nani huko chemsha huko. Mwingine anaimba wimbo, hata nikifa nitatawala tena, nimeahidiwa ufalme mwema. Wewe uharibu huku, uende kwenda kwa ukaharibu utatawala tena. Tunapenda kujifariji. Unataka kutawala tena kwenye mji wa Yerusalemu unaowaka mataa. Unataka kwenda Media, Maka walikotengeneza miji mitakatifu. Tawala huku kwa uadilifu, au la sivyo hizo nyimbo zako unazoimba unamaliza glucose, utachoka. Lala usingizi. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Waziri, mimi naomba nikuahidi kwamba maagizo yote uliyotoa, maelekezo yako yote uliyotoa yatafika kwa Mheshimiwa John V.K. Mongella ambaye ni mkuu wetu wa mkoa, na hasa nitamwomba mganga mkuu leo hii anipe orodha ya watumishi ambao wameonekana kukiuka sheria za utumishi wa umma na kanuni zake, na kwamba bado kuna mambo mabaya sana ambayo wameweka sura hiyo. Wanipe hiyo orodha majina, ili Mheshimiwa mkuu wa mkoa atakaporudi, kwa kuwa aliniagiza nikupokee na niende nawe kwenye hizi ziara, na kwamba yote hayo umeelekeza wakati huu, basi niweze kumpa na mimi kwa upande wangu. Lakini sambamba na hilo, kwa pongezi ulizotupa wanamkoa Mwanza kwa mambo mazuri tunayofanya TEHAMA, na yametupelekea kutoka kwenye mapato hafifu ambayo yalikuwa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, na tumeweza kuongeza zaidi ya 100% ya mapato hayo. Pongezi hizo zitafika kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ili kwa mamlaka yake aweze sasa kuendelea kuzitaka halmashauri ambazo bado vituo vichache bado hawajafunga TEHAMA, na kwamba yamkini mapato bado yanaendelea kupotea, ziweze vituo hivyo viweze kufunga mifumo ya TEHAMA, ili tuweze kuokoa rasilimali fedha ambayo itakuwa ni chachu katika shughuli nzima za mapato, na zitaenda kuleta mabadiliko ya maendeleo katika taasisi zetu hizi na sekta hii ya afya. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri wa Afya, umetupongeza pia kwenye masuala ya medicine auditing za madawa lakini na mfano umechukulia kule UK kule Ukelewe kwamba kuna maparacetamol yako sehemu, lakini huku mwananchi anaonekana anakosa dawa. Mimi hilo nitalifikisha sasa kwa sura ya kwamba sasa vituo vyetu tuanze kujiuliza kwa nini watu wanakosa dawa. Yamkini dawa zinakuwepo, lakini labda zinatengenezwa kwa utaratibu fulani, ionekana dawa hiyo haipo na mwananchi labda atoke bila kupata dawa. Na sio kauli ya Mheshimiwa Rais. Hilo sio lengo la serikali ya awamu ya 5. Serikali ya awamu ya 5 ni wananchi wanapoenda kwenye vituo vyetu vya afya wapate madawa na wapate huduma zote zinazokusudiwa bila kuwa na vikwazo vyovyote. Kama leo ulifanya pale tukiwa pale OPD Seketule, umeweza kuelekeza Bugando amchukue yule mama ambaye ni mzee ana miaka 70 na kitu, akapate kile kipimo, kwa kupitia watu wa ustawi wa jamii waweze kumpa msamaha apate kile kipimo. Kwa hayo ndio tunayoona. Kwa hiyo na sisi kama viongozi wenye dhamana tutaendelea kuyasimamia haya yote yafanyike kwa ustawi wa maendeleo wa wizara yetu ya afya, lakini na nchi yetu ya Tanzania. Una bibi? Amefanyaje? Anaumwa? Sasa
Nimetuma kwenda Bugando, uwezo wa pesa sina. Usilie, kwenye serikali ya Magufuli hatuliagi. Kila kitu kiko sawa. Kwa tatizo ni kwenda Bugando, ila umekwama wapi? Pesa una? Wewe huna bima yoyote, si ndio Basi na wewe siku moja Mungu atakujalia utakuwa na bima, lakini wasio na uwezo kabisa, kuna utaratibu wetu wa msamaha. Serikali inatoa mabilioni ya kutosha kwa ajili ya msamaha wale wasiojiweza. Wakati tunaenda kwenye utaratibu wa kutengeneza bima ya wote, huo utaratibu unaendelea, si ndio Kwa hiyo wewe usihuzunike kama una hizi taarifa. Habari njema ninazokuambia hivi, serikali ya rais wetu mpendwa anaenda kila Mtanzania afurahie nchi yake. Inasema hivi, tunao maafisa ustawi wa jamii, si ndio, ambao unawasimulia hizi habari, wanaandika tu kwenye faili kwamba kwa mamlaka nilionayo kama afisa ustawi wa jamii, huyu nimejiridhisha hana uwezo, aendelee kupata huduma, serikali inalipa. Umenielewa? Na ili sasa uamini kwamba hayo. Mzee wa miaka mingapi? Tuone. Ana miaka mingapi mzee? 73. Hii hapa. Tena huyu ni mzee, amefikisha umri wa miaka 60 na zaidi. Sijui unaelewa Anatakiwa kuingia kwenye kundi la msamaha. Ingawa wapo wazee wenye uwezo wamekata bima, kwenda kwenye vituo vyetu, anajikuta kwamba amefika mahala hana uwezo, labda bima yake alionayo hawezi kumlipia. Anazungumza tu na ustawi wa jamii huko pale au mkuu wa kituo, wanaandika taarifa zake ili hao watu wa ustawi wa jamii na wenyewe wawe na majibu ya kusema kwa nini serikali imemlipia huyu. Hii mambo inafanyika mwaka 2017, 18, 14, 19, karibu bilioni 600 zimelipwa kwa mwaka kwa ajili ya kusamea watu wasiojiweza. Kwa hiyo serikali jamani iko hivyo, na nyinyi mlioko kwenye hivi vituo sasa msibadilishe mwelekeo wa serikali, muwaelimishe wananchi. Ilitakiwa hapa anakuja mtu anawaelimisha wananchi. Alafu wananchi wa Tanzania mimi ninachowapenda kitu kimoja. Wakishaelimishwa, yani wanaelewa hata hizo bima hawachangii kwa sababu hamuwaelewishi. Kwa shida inapokuja hapo anashangaa waziri anaongea bima. Amebarikiwe. Atafika Bugando. Kabisa. Si ndio tuna kagari sisi? Karibu sana gari. Mchukue mpeleke. Karibu sana. Namba namba ya simu. Jamani wananchi, naomba basi muendelee kupata huduma, sawa Namba zetu ziko hewani, zinajulikana. Kama kuna changamoto msipige, tumeni ujumbe, turekebishe mambo kwa pamoja. Sawa? Mimi kwa jina naitwa Moses Urio, ni mhandisi ujenzi na kaimu meneja wa wakala wa majengo mkoa wa Mwanza. Wakala wa majengo mkoa wa Mwanza unajenga jengo la mama na mtoto lenye ghorofa 6. Ghorofa hili litatoa huduma kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza, ambapo ilitokana na ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyotoa kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza kuweza kujenga jengo la mama na mtoto. Jengo hili litatoa huduma kwa kina mama na watoto, ambapo litahudumia vitanda 261. Gharama za mradi huu ni bilioni 10.106, na hatua ya utekelezaji sasa tuko kwenye hatua ya ukamilishaji kama mnavyoona, ambapo tunakamilisha mifumo mbalimbali pamoja na kazi mbalimbali za umaliziaji, na ambapo kwa sasa katika hatua ya utekelezaji tuko 70%. Kubaliana kwamba tarehe 31 unakamilika, lakini kama utapewa hela zako kwa wakati, lakini wewe ulishaomba, lakini ilitakiwa ije ifanyike ukaguzi. Mkaguzi ajaja ndani ya siku 7 anakuja kufanya kazi ambayo kuifanya toka Septemba, ili wewe ubaki tu kupokea hizo pesa ili uweze kukamilisha mradi huo kwa wakati. Sawa hiyo. Site meeting zirudi hata kama bakisha miezi 3, na wajumbe uwashirikishe. Waanze kubeba ile roho ya kwamba ni chao, ni cha taifa. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, mkurugenzi, mkuu wa mkoa akija, rasi, waambieni kwamba taasisi hizi katika uendeshaji, yani uwajibikaji ni Wizara ya Afya, lakini kuna collective responsibility inaozifanya mamlaka zilizoko kwenye mikoa na halmashauri zione kwamba hii ni property ya umma. Mambo mazuri wayaibue, mambo yenye changamoto wayaseme. Maamuzi sasa wanampelekea yule aliyepewa jukumu la kuajiri, kama ni kufaya au mamlaka ya nidhamu, ili taratibu zifuatwe ili kusiwe na makosa. Sawa jamani, tunataka tuende hivyo taifa hili letu wote. Usiwe na nguvu tena waziri kila sehemu anaenda ndio akagundue kitu, kumbe kitu ambacho nyinyi mngeweza mkakiona. Ifuatayo ni taarifa fupi ya mradi wa jengo la mama na mtoto. Mradi huu ulianza mwaka 2017 mwezi Oktoba, na tunajengewa na TDA. Jengo hili la mama na mtoto lina ghorofa 5, ambayo ghorofa ya kwanza mpaka ya 3 itakuwa wa mama wajawazito,
ghorofa ya 4 na ya 5 itakuwa ni kwa ajili ya watoto. Mradi huu thamani yake ni bilioni 10.1 na tayari mpaka sasa hivi tumeshapokea kiasi cha shilingi bilioni 6.8. Muda wa mradi huu uliobaki ili mradi uweze kuisha, tumebakiza miezi 3 ili tuweze kukamilisha ujenzi huu. Jengo hili litakuwa lina jumla ya vitanda 261. Mradi huu utakapokamilika utakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Utaboresha huduma ya kina mama na watoto, utapunguza msongamano wa wagonjwa walioko katika hospitali yetu na utapunguza vifo vya mama na watoto kwa sababu tutakuwa tumeboresha huduma yetu.